tulionayo katika dira ya dunia. Tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan imesema itachunguza ghasia za siku na baada ya uchaguzi mkuu kwa kina ili kubaini chanzo cha vurugu hizo. Tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunapokwenda. Ikulu ya Kremlin imedhibitisha Vladimir Putin atakutana na mjumbe wa Donald Trump hapo kesho siku ya Jumanne kujadili mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yanayoendelea, huku watu 3 wakiuawa huko Dnipro. Kenya inasema raia wake 200 ni miongoni mwa Afrika wanaopigana katika vita vya Urusi na Ukraine ambao hudanganywa na kuvutwa kujiunga na vita hivyo. Na leo hii dunia inaadhimisha siku ya ukimwi, ambapo ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi duniani linaonyesha kwamba kusitishwa kwa ufadhili kumevuruga kwa kiasi kikubwa juhudi za kupambana na ugonjwa huo na hata juhudi za kuzuia maambukizi ya VVU. Tunaona ile kitu muhimu hii mwaka ilikuwa hii disruption ilitokea na stop work order ya US. Sana sana Kenya, Uganda na Tanzania tulikuwa tumetegemea sana fedha ile imetokea Marekani, na Trump akakuja akasema American first. Viwanjani, Mkenya ashinda tuzo ya mwanariadha bora wa mwaka na Arsenal ya banwa na 10 wa Chelsea. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais wa Tanzania kuchunguza maandamano na ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu amesema hii leo kuwa tume hiyo itafanya uchunguzi wa kina ili kubainisha chanzo cha matukio hayo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Jaji mstaafu Mohamed Chande Othman amesema tume hiyo itajikita sana katika maeneo yaliyoathirika zaidi na vurugu hizo, na kwamba tume hiyo pia itatathmini ni kwa nini maeneo mengine hayakuwa na maandamano. Disemba 9 bahati mbaya haikutume na kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya pale, zile siku 3 tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele tutaangalia. Lakini tarehe 9 ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tutaona, kwa sababu iko ndani ya 90, labda root causes labda zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini tutaangalia. Kiongozi wa upinzani wa Cameroon Aniset Ekane, ambaye alimuunga mkono mpinzani mwenzake katika kinyang'anyiro cha kuwania urais dhidi ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Paul Biya mnamo mwezi Oktoba, amefariki akiwa kizuizini hii leo. Zaidi na Peter Mwangangi. Ekane mwenye umri wa miaka 74, kiongozi wa chama cha African Movement for New Independence and Democracy MANIDEM, alikamatwa tarehe 24 mwezi Oktoba kufuatia maandamano ya baada ya uchaguzi katika kile ambacho chama chake kilieleza kama utekaji nyara wa wanajeshi wa Cameroon. Alikuwa akishikiliwa kwa madai ya kufanya uhasama dhidi ya serikali, wito na uchochezi wa uasi, tuhuma ambazo amekanusha. Dada yake Marianne Simon Ekane alithibitisha kifo hicho kupitia akaunti ya Facebook. Katika uchaguzi wa hivi karibuni nchini Cameroon, Rais Paul Biya aliibuka mshindi akiwa rais mwenye umri mkubwa zaidi duniani kuiongoza nchi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuna masuala ambayo lazima yalainishwe, huku mazungumzo yakiendelea kuhusu pendekezo la Marekani la kumaliza mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Zelensky kwa sasa yuko mjini Paris, ambapo anakutana na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika juhudi zake za kupata uungwaji mkono kutoka mataifa ya Ulaya. Wajumbe wa Ukraine na Urusi walishindwa kukubaliana katika mazungumzo yaliyofanyika eneo la Florida nchini Marekani wiki iliyopita, huku suala la utata likiwa Urusi kutaka sehemu ya ardhi ya Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Watu 4 wamekamatwa nchini Korea Kusini kwa kudukua zaidi ya kamera 120,000 ili kutengeneza video zenye maudhui ya ngono. Video hizo zilikuwa zinachukuliwa kutoka nyumba za watu, afisini na sehemu tofauti na kuuzwa katika tovuti za kigeni. Mamlaka zinasema kuwa washukiwa hao hawakuwa wanafanya kazi pamoja na waliweza kudukua kamera hizo ambazo zilikuwa na nywila rahisi. Na maafisa wa serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza kuwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umekwisha. Taasisi ya kitaifa ya afya ya umma imesema kuwa visa 53 viliripotiwa na 45 kati yao walifariki. Mlipuko huo ulikuwa 16 nchini humo tangu virusi vya ugonjwa huo kugunduliwa nchini Kongo zaidi ya miaka 50 iliyopita. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia imesoma kwako na Beldin Waliaula. Msikilizaji, unasikiza matangazo ya Dira ya Dunia na kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kutusikiza kupitia FM na tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Aidha, unaweza kuyategea sikio kupitia redio ya shirika mbalimbali nchini Tanzania, ni kupitia shirika kama vile Radio Free Africa, Radio 1, Abud FM, Loliondo FM, CGFM, Classic FM, Radio Kwizera na Loliondo FM, na visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Pamoja FM, Mwenedo FM, Gulf Radio na Mast FM. Kule Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Lira, Voice of Karamoja, Radio Paidha na Radio Kitara. DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Leo hii upo nami Sarafina Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Karibu David. Asante sana Sarafina, bila shaka hujambo, na vile vile msikilizaji popote pale ulipo bila shaka hujambo. Tukukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa. Tuanzie Tanzania ambapo mwenyekiti wa tume ya uchunguzi iliyoundwa na rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan kuchunguza ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu Mohamed Chande Othman leo amesema kwamba tume hiyo itafanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha vurugu hizo. Zaidi na Martha Saranga. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, jaji mstaafu Mohamed Chande Othman amesema tume hiyo itajikita sana katika maeneo yaliyoathirika zaidi na vurugu hizo, na kwamba tume hiyo pia itatathmini ni kwa nini katika maeneo mengine hakukuwa na maandamano. Kiongozi huyo wa jopo la uchunguzi amesema tume hiyo itapokea ushahidi kwa njia zote na itakuwa na mamlaka ya kuwaita watu fulani kufika mbele ili kutoa ushahidi. Jaji Chande ameeleza kuwa tume hiyo inafahamu wazi pingamizi lililotolewa na vyama vya upinzani kuhusu uhalali wa tume hiyo na kusisitiza kuwa wao watawashawishi wadau wote kushirikiana nao. Kweli tunafahamu kauli au msimamo ya vyama vingine vya siasa kuhusu uundaji wa tume, lakini kama tunavyosema, sisi tutaomba ushirikiano, na sio jambo la ajabu watu kutokushirikiana na tume za uchunguzi za aina hii. Mimi nimefanya kazi kwenye tume nyingi za kimataifa ambazo ile nchi husika haishirikiani na tume ya uchunguzi, lakini uchunguzi unaendelea. Lakini kwa hapa tutawabembeleza, tutawaomba, maana hatuendi kushurutishana, kwa sababu wana nafasi kubwa, kwa sababu hatuangalii tu yaliyotokea, lakini pia roadmap ya huko tunapokwenda. Kuhusu maandamano yanayotarajiwa tarehe 9 mwezi huu, Jaji Chande amesema tume hiyo pia itachunguza ikiwa kuna uhusiano wowote na maandamano yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu. Disemba 9, bahati mbaya haikutume na kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Kitu ambacho tunachochunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya pale, zile siku 3. Tunaweza kurudi nyuma, lakini kama ina connection na mbele tutaangalia. Lakini tarehe 9 ikitokea imetokea, labda kama ina uhusiano tutaona, kwa sababu iko ndani ya 90. Labda root causes labda zitakwenda huko pia kutuonyesha part of the root cause na nini tutaangalia, lakini tufungwe na hilo.
Huku haya yakijiri, chama kikuu cha upinzani cha Chadema kimekaririwa kikisema hakitashirikiana na tume hiyo ambayo kinadai kuwa si huru. Chama hicho kimedai kwamba baadhi ya makamishna wa tume hiyo wanapaswa kuchunguzwa wenyewe kwa kuhusika na machafuko yaliyotokea nchini Tanzania. Na kwingineko ni kwa mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine yameendelea huku watu 3 wakiuawa huko Dnipro. Ikulu ya Kremlin imethibitisha Vladimir Putin atakutana na mjumbe wa Donald Trump siku ya Jumanne ya kujadili vita